Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Beijing kupitia wizara yake ya mambo ya nje imesisitiza wazi kuwa suluhisho la mgogoro wa nyuklia wa Iran linapaswa kupatikana kwa njia ya mazungumzo na diplomasia, si kwa vitisho vya kijeshi wala vikwazo vinavyozidisha presha ya kiuchumi. China imeonya kuwa kuongezeka kwa mvutano kunaweza kuhatarisha utulivu wa Mashariki ya Kati na kuathiri usalama wa nishati duniani. Katika kauli zake, China imeeleza kuwa inaheshimu haki ya Iran kutumia teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni ya amani, ili mradi tu iwe chini ya uangalizi wa kimataifa. Wakati huo huo, imeitaka Marekani kurudi katika mfumo wa makubaliano ya kimataifa na kuondoa hatua zinazoweza kuchochea hali ya kutokuaminiana. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona msimamo wa China kama mkakati wa kujiweka kama mpatanishi wa kimataifa badala ya mshiriki wa moja kwa moja katika mzozo huo. Beijing ina maslahi makubwa ya kiuchumi na Iran, hasa katika sekta ya nishati na miundombinu, hivyo haitaki kuona hali inazidi kuwa mbaya hadi kufikia mgogoro wa kijeshi. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kuwa China haijatoa onyo la kijeshi moja kwa moja kwa Marekani. Badala yake, imechagua lugha ya kidiplomasia inayosisitiza kuepuka uchokozi na kuheshimu sheria za kimataifa. Hii inaonyesha kuwa Beijing inataka kuzuia mgawanyiko mkubwa wa kambi za kimataifa. Kwa mtazamo wa kiuchumi, China ni mnunuzi mkubwa wa mafuta kutoka Iran. Endapo vikwazo vipya vitawekwa au vita kuzuka katika ukanda huo, usambazaji wa nishati unaweza kuvurugika na kuathiri masoko ya Asia. Hii ni sababu nyingine inayofanya Beijing kusisitiza utulivu na mazungumzo. Katika jukwaa la kimataifa, China imekuwa ikiwasilisha ujumbe kuwa matumizi ya nguvu hayaleti suluhisho la kudumu. Msimamo huu unalenga kuimarisha taswira yake kama taifa linalounga mkono mfumo wa dunia wa ushirikiano wa pande nyingi badala ya siasa za shinikizo la kijeshi. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa iwapo mvutano utaongezeka, China inaweza kuongeza msaada wa kiuchumi kwa Iran, lakini si kwa namna ya kuingia moja kwa moja katika mzozo wa kijeshi. Hii ni kutokana na ukweli kwamba Beijing ina maslahi makubwa ya kibiashara pia na Marekani, hivyo inahitaji mizani ya kimkakati. Kwa sasa, kauli ya China inaweza kutafsiriwa kama ujumbe wa tahadhari kwa pande zote mbili kwamba dunia haiwezi kumudu vita nyingine kubwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hali yoyote ya makabiliano ya moja kwa moja ingeweza kuathiri uchumi wa dunia, usalama wa nishati na uthabiti wa kisiasa katika mabara kadhaa. Swali linalobaki ni iwapo ushawishi wa China unaweza kusaidia kupunguza mvutano au kama matukio yajayo yatailazimisha kuchukua msimamo mkali zaidi. Dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu kauli na hatua za Beijing katika kipindi hiki nyeti cha diplomasia ya kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.